Karibu katika channel yetu ya SmartPick. Hii ni channel mpya ambayo itakuwa inafundisha masuala mazima yanayohusu networking. Kwa watu wanaosoma computer science, wanaosoma IT, wanaosoma data science, wanaosoma networking na cyber security. Nadhani sehemu sahihi ya mtu anayetaka kujifunza configuration ya networking devices, mfano switch, routers na firewalls, na nitafocus katika brand ya Cisco switch kwa sababu ndio devices ambazo ziko commonly kutumika katika field zetu. Kwa hiyo kwa leo tutaenda kuangalia upande wa kwanza. Tutaangalia nini maana tutaanza kwanza na device ya kwanza ambayo ni switch. Hii wote tunajua ni layer 2 switch ambayo iko kwenye section au layer namba 2 katika ile OSI model layer, ambayo layer namba 2 ni data link layer. Kwa hiyo tutaenda kuangalia ni namna gani tunaweza tukafanya configuration kwenye hii switch na ni vitu gani tunaweza tukavi-implement. Kwa hiyo kama title yetu inavyosema hapa, tunasema ni basic Cisco configuration. Nimesema Cisco kwa ujumla kwa sababu wana devices nyingi, sio switches peke yake. Kwa hapa chini nikawa nimesema kwamba tutafanya configuration ya Cisco switches, routers na firewalls. Kwa hiyo twende tukaone kwanza, tujue hii switch ni nini na ni kifaa cha aina gani kwa ufupi sana. Sitataka tuende kwenye maelezo sana kwa sababu nitafocus kwenye upande wa kwenda kwa vitendo zaidi. Maelezo nadhani hata chuoni tunapewa, kwenye vitabu vipo, lakini pia mtandaoni tunaweza tukayapata. Hapa nitafocus sana katika kufanya kwa vitendo kwa sababu ndio sehemu ambayo katika vyuo vyetu tunavyosoma ni sehemu ambayo walimu huwa hawakavi sana. Usipojitoa wewe mwenyewe kwenda kufanya, maana yake unaweza kumaliza chuo hujajua kufanya chochote kuhusiana na configuration. Kwa hiyo mimi nitaenda kufocus sana kwenye upande huo wa masuala ya configurations na kudesign networks, na tutafanya mazoezi mengi ya kutosha ili ya kusaidie kupata upeo na ujuzi wa kufanya haya mambo. Kwa hiyo moja kwa moja tutaenda kuangalia maelezo kidogo kuhusiana na switch. Sasa tujue sehemu ya kwanza inasema a switch. Tunasema before learning, sawa? Before learning we need to know hii switch ni nini. Sawa? Anasema a switch is a networking device that can connect multiple devices in a local area network and forward data only to the intended destination using MAC address. Switch ni networking devices, sawa, ambayo ina connect multiple devices. Kama tunavyojua physical structure ya switch nyuma ina ports, Ethernet ports. Na hizo Ethernet ports zinatofautiana idadi. Kuna switch yenye ports 24, kuna switch ina port 48, kuna switch ina port mpaka 64. Umeona? Kwa hiyo tumeona kwamba ni device ambayo inaweza connect multiple devices. Maana yake kama switch ina port 24, maana yake ninaweza nika connect computer 24 tofauti. Lakini hii switch inatumika wapi? Inatumika kwenye local area network. Sawa? Nadhani tumesoma aina za network. Kuna local area network, kuna WAN, kuna wide area network na kuna MAN ambao ni metropolitan network. Sawa? Local area network. Kwa hiyo hii inatumika kwenye local area network within. Tulisema local area network inakuwa kama ni kwenye ka ofisi fulani nyumbani kwako, ndo switch inakotumika. Sawa? Lakini kazi yake hasa ni kufanyaje? Ni kuforward data only kwenye intended device. Tunajua hilo kama umesoma kwenye protocol na namna switch inavyofanya kazi, ni kwamba yenyewe inatuma zile data kutoka kwenye source kwenda kwenye destination, sawa, na inatumia MAC address, yani inatumia kutambua kwamba hii data natakiwa niipeleke kwa nani, inatumia MAC address. Sawa? Ni tofauti na router. Router yenyewe inatumia IP.
Umeona, hii ni moja ya tofauti kati ya router na switch. Lakini pia tofauti nyingine kwamba huyu ana play party kwenye layer 2, sawa, ana play party kwenye layer 2. Japo kwa sasa hivi kuna modern switch ambazo zina basic function ya layer 3, ambao layer 3 devices ni kama router. Umeona, kwa hiyo kuna baadhi ya switch ambao zina basic capabilities za kufanya kazi kama layer 3 devices. Mfano router inafanya routing. Kwa hiyo na kwenye switch kuna baadhi ya switch ambazo ni modern zinafanya basic routing ya IP. Mfano kama umetengeneza VLANs, kama tunavyoelewa VLANs ni Visual Local Area Network, yani ile local area network yako unaigawa katika segmenti ambazo ni visually, sio physically within a switch. Kwa hiyo ili communicate zile VLANs itabidi ufanye IP routing, na kuna model za switch ambazo zina support hiyo na zipo ambazo hazisupport. Kwa hiyo inabidi uwe makini wakati unafanya configuration, unasoma ile description ya ile switch, au kama ni mtu amekuagiza anataka umnunulie switch, maana yake unasoma model number na unaangalia ina support vitu gani. Kwa hiyo switch yenyewe ina forward data kwenda kwa intended destination kwa kutumia MAC address. Kwa hiyo kama ni data itatumwa, inatakiwa iende kwenye MAC address fulani, yenyewe itaangalia hii MAC address kifaa chake kiko kwenye port ipi, sawa, then ita forward ile data iende paka kwenye ile device. Lakini pia switches tumeona, nimesema mwanzo kwamba it works mainly on layer 2 ambayo ni data link layer of the OSI model using MAC addresses to forward data to the correct devices. Umeona kwamba hii inafanya kazi kwenye layer 2, sawa, inafanya kazi kwenye layer 2 ambao ni layer 2 ya kwenye nini, kwenye OSI model. Tunajua kuna OSI model na kuna DoD model ambao ni iligunduliwa na Department of Defense, ambao yenyewe ile ina layer 4 tu. Wakati huu kwenye hii OSI model tuna layer 7. Kwa ukisoma hizi model mbili tofauti, utaona kwenye DoD ambao tunaita ni DoD model, yenyewe ilikuwa simplified zaidi kutoka kwenye layer zile 7 zikawa mpaka layer 4. Kuna baadhi ya layers zilikuwa combined ambazo wao walizitem kwamba zinafanya majukumu yanayotaka kufanana. Umeona? Kwa hiyo lakini pia anasema note modern switch can also work on layer 3 kama nilivyosema pale mwanzo. Kuna baadhi ya switches zina uwezo wa, sababu tunajua sifa kuu ya layer 3 devices ni kwamba zinafanya routing, sawa, ambao nimesema mfano ni router. Lakini sasa kuna modern switches ambazo sasa hivi zipo, sawa, zipo ambazo zina uwezo wa kufanya internal IP routing basic. Sio kwamba ni routing yani complete kabisa iliyokamilika kama inavyoweza kufanya router, no. Kuna basic. Mfano kama hizo nilizosema, umetengeneza VLANs na unahitaji VLANs communicate, kuna switch ambazo zinaruhusu kufanya routing, zile VLANs zikawa zina communicate. Umeona? Ambapo anasema where they can perform a basic routing using IP addresses, ndio. Na switches support full duplex, sawa, ina support full duplex. Tunajua kuna full duplex, kuna half duplex, sawa. Kwa hiyo switches zina support full duplex of communication, lakini pia allowing devices to send and receive data at the same time. Umeona? Kwa hiyo hizi switch zina uwezo wa kuruhusu device ikasend data na kureceive information at the same time bila changamoto yoyote kutokea. Yani ni sawa na unavyokuwa unatuma message, afu nadhani inaweza ikatokea ni wakati unatuma message, unamwandikia mtu, unamtumia message, imeenda na yeye unaona ya kwake imeingia hapo hapo, kwamba kitendo cha wewe kutuma na yeye akatuma hakijasababisha mmoja asipokee SMS, no.
wote mmepokea ile SMS kwa wakati mmoja. Umeona? Sasa ndivyo switch inavyofanya kazi, ni kwamba inaweza ikatuma taarifa na ikareceive taarifa kwa muda sawa huo, yani kwa wakati huo simultaneous, bila kutokea changamoto yoyote. Okay. Lakini pia tuna aina ya switch. Sawa? Tuna aina ya switch. Switches zipo za aina tatu. Sawa? They are of two types. Kuna managed switches na kuna unmanaged switches. Nadhani hizi watu wanaelewa. Na sasa hivi switches ambazo ni commonly used ni hizi unmanaged switch. Sawa? Hizi ukienda sehemu nyingi sana utazikuta. Mfano, okay, tuone kwanza maana yake. Kuna managed switch ambao tunasema these are type of switches which support configuration and advanced features like creation of VLANs, traffic control, port security and monitoring. Hizi zote tutaziona. Sawa? Kwamba managed switches ni switch ambayo unainunua, ambayo unakuta ina initial configuration, na mara nyingi inakuwa ile initial configuration nyingi zinakuwa, yani ni sawa umenunua simu, ununue simu ikute haina namba za simu, haina email, haina application nyingine ambazo unazitaka wewe, maana yake itakuhitaji wewe ndio uanze kudownload, ukonfigure, utengeneze email. Ukishamaliza, kama ni namba zako za simu utazi retrieve kutoka kwenye email yako. Kama ni picha uliweka kwenye cloud storage, maana yake itabidi uzidownload ziingie kule, si ndio? Maana yake hununui simu ukiwa unakuta picha zako zima au namba zako za simu zima. Sasa ndo hii. Kwa hiyo ina support VLANs, lakini pia ina support traffic control, lakini pia ina support port security na monitoring. Maana yake ninaweza nikafanya monitoring, ninaweza nikatengeneza VLANs, naweza nikafuatilia nika control traffics. Maana yake mpishano wa hizo data, umeona, naweza nikazicontrol kwamba nikazilimit kwamba hapa ziende kwa kiasi fulani, umeona, au kiasi fulani zipite huku, kiasi fulani zipite huku. Lakini pia ina port security, ina allow kusecure zile port zako, umeona, ina allow kusecure nini, ports. Lakini pia ina allow monitoring, kwa unafuatilia ni nini kinafanyika kwenye switch. Sasa hii ni tofauti na unmanaged switch. Unmanaged switch zenyewe sasa hivi wanaziita plug and play. Yani yenyewe unainunua kiwandani au dukani ikiwa tayari imeshafanywa configurations. Sawa? Na mara nyingi huwezi ukaikuta ina VLANs. Sawa? Lakini ni switch ambayo tayari imeshafanywa configuration kutoka ilikotengenezwa na mtengenezaji. Wewe ukifika pale ni kuichomekea power, uchomeke kama ni kamera yako au uchomeke kompyuta, uchomeke na router yako inayotoa internet, uichomeke pale kwenye switch. Ukichomeka na kompyuta huku device inapata internet. Kwa haihitaji kufanya hayo, yani hauwezi ukafanya monitoring, wala huwezi ukafanya port security, wala huwezi ukatengeneza VLANs. Japo kuna switch ambazo Huawei wanazo nadhani, ni kama semi unmanaged switch, yani zimechezea katikati. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukavicustomize na kuna vingine huwezi. Niliona nilikuwa kwenye session moja ya training ya Huawei eKit. Kwa hiyo kuna model fulani niliona, sikumbuki vizuri ni model namba ngapi, ambayo ina support kidogo kwamba mtu anapata interaction ya kufanya some changes. Sawa? Na hizo changes huzifanya kupitia tuseme kuconfigure wewe mwenyewe. Sawa? Unazipata kupitia kwenye like a web page au web browser ya nini, ya ile switch. Sawa? Kwa huu ndio tofauti wa managed na unmanaged switch. Sawa? Hii ni kwamba ya chini unmanaged yenyewe ukinunua maana yake kila kitu kimeshafanyika, na hii ya juu ukinunua maana yake kuna vitu, yani kila kitu inabidi ufanye wewe mwenyewe, ukonfigure kila kitu, ibadilishie jina, iweke password, security kwenye kama ni console line, ufanye encryption, utengeneze hizo VLANs, uzipe IP, utengeneze DHCP pool. Kwa hiyo ina a lot of thing, na hii na suggest watu tujifunze, kwa sababu
tunajua hizi switches sasa hivi, unmanaged switches sasa hivi ndo ziko mostly deployed kwenye site nyingi. Sawa, nimefanya kazi kampuni fulani, siwezi nikahitaji, lakini wateja wake wengi tulikuwa tunawafungia hizi unmanaged switch kwa sababu kwanza ni cheap. Sawa, hazina bei, ni very cheap, hazina bei, ni tofauti na managed switch. Managed switch zina bei. Ukitafuta switch ya Cisco unakuta kuanzia 700,000 huko 800,000, na hapo inategemeana na modo ya switch na idadi ya poti zake. Kwa hiyo hizi ni switch ambazo kwa mtu anayefanya kazi haraka haraka unamwekea hizi, lakini kwenye company ambayo inahitaji, ni very critical company, I don't suggest mtu utumie hizi unmanaged switch. Lakini kama utazitumia basi uzitumie inside a VLAN, yani isiwe ile main switch kwamba ndo unmanaged switch, inakuwa ni hatari kidogo. At least hizi switch labda ziwe ni ndani kwa ajili ya small kudistribute internet kwenye devices nyingine ambazo ziko remote kidogo, lakini na suggest main switch iwe ni managed switch kwa sababu itakusaidia kuconfigure a lot of security features na itakusaidia kufanya vitu vingi. Lakini pia hii inasaidia mtu kujifunza kwa sababu as we know hivi vitu huwezi ukavijua tu from nowhere, inahitaji ufanye mazoezi. Sasa huwezi ukafanya mazoezi kwenye unmanaged switch kwa sababu yenye haifanyiwi configuration yoyote. Sawa, kwa ili ujifunze inabidi upate unmanaged switch, kwamba ujifunze kutengeneza VLAN inatengenezwa hivi, kutengenezwa labda host name, kutengeneza DHCP, kufanya routing nafanya hivi. Kwa hiyo ndo maana ukienda kama ni kwenye training workshop za networking utakuta training wanafanyia unmanaged switch. Kwa hiyo ndo inabidi watu waweke kichwani. Lakini watu note ni kwamba both managed switch and unmanaged switches can be PoE switches. This is a technology known as power over Ethernet, where power mabano electric power, sawa, tuseme electric power and data is being transmitted simultaneous. Ni kwamba hizi switch zote, sawa, hizi switch zote zinaweza zikawa ni PoE. Sawa, hii ni teknolojia ambayo imekuja inaitwa power over Ethernet, yani ni teknolojia ambayo imekuja kwamba naweza nikatransmit power na data at the same time. Mfano kwa watu wanaofanya CCTV camera installation, sawa, nadhani hiki kitu tunaelewa kwamba kuna PoE switch. Tunajua kamera ili iwake inahitaji power, sawa, lakini ili transmit ile picha, sawa, ili transmit ile picha kwenda remote side tunahitaji internet, sawa. Kwa hiyo kama ni kamera ambayo sio ya kama una switch ambayo sio PoE, maana yake ile kamera utahitaji uipe power na uipe data kivyake, sawa. Lakini kama una kamera kama una switch ambayo ni PoE, maana yake ukishachomeka tu ile Ethernet port, kamera itawaka na ita transmit data at the same time. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo ipo sasa hivi. Lakini pia kwenye training hiyo ambayo nilisema ya Huawei Ikit, wao wana switch, sawa, wana switch ambayo ni PoF, sawa, wana switch ambayo ina support PoF. Ukiangalia hii PoF ni nini? PoF, sawa, tunasema ni power over fiber. Kwa jamaa bwana Huawei wana switch ambayo ni PoF, power over fiber. Nadhani next tutorial nitawaonesha, nilipiga picha nitawaonesha. Lakini pia mkisearch katika website za Huawei au mkisearch ukiandika hapo, hata kama ni Chrome, ukiandika Huawei Ikit utaiona hiyo kitu. Kwa wana switch ambayo ni PoF, sawa, wana switch ambayo ni PoF, lakini pia wana access point, sawa, AP, wana access point ambayo pia ni nini?
ni POF. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni teknolojia kiasi gani inavyokuwa. Maana yake ya POF ni kwamba yani power inakuwa transmitted over fiber. Nadhani watu kama umewahi kufanya hata field, nadhani fiber mnaielewa. Kwa hiyo ni kwamba yani power inasafirishwa kwenye ile fiber ambayo unaijua wewe, na fiber ni ile core yake ni ndogo sana, lakini unaambiwa umeme unapita na na data inapita at the same time. Kwa hiyo unaweza kuona ni kiasi gani teknolojia inakuwa. Kwa leo naomba tuishie hapa kwa kifupi. Tumeona introduction ya fiber, tumeelewa ya switch, tumeelewa switch ni nini, inatumia njia gani kufikisha taarifa kwenye kifaa husika, lakini pia tumeona inafanya kazi kwenye layer ipi ya OSI model, lakini pia tumeangalia kuna aina gani za switch. Tumeona zipo mbili, managed na ni managed switches, si ndio? Ambao tumeona managed switch ni switch ambayo inakuruhusu kufanya vitu vingi, configuration, create VLANs, umeona port security na kumonitor. Tofauti na hii ni managed ambayo yenyewe user hawezi akafanya any modification, sawa, any modification. Lakini pia tukaona hizi switch kuna baadhi ya switch ambazo zina support routing, basic IP routing, na zipo ambazo hazisupport kabisa. Tutaziona pia wakati tumeenda kwenye practical part. Lakini pia tumeona zote hizi aina mbili zinaweza zikawa ni PoE switch, kwamba zinaweza zikawa na feature ya kutransfer power na data kwa wakati mmoja. Kwa hiyo asanteni, naomba tukutane kwenye kipindi kitakachofuata. Tutaona katika Cisco Packet Tracer. Hiyo ni software nadhani kila mtu anaweza kai-download kupitia website ya Cisco. Ukiandika Cisco Packet Tracer utaiona. Download hiyo software. Next time tutaona switch inakuaje, tutaona physical interface, lakini pia tutaona ni namna gani ya kuinteract nayo, lakini pia tutaona aina tofauti tofauti ya switches na ni configuration zipi tunaweza tukazifanya kwenye switch. Asanteni, naomba tusaidiane, share video hii kama ni mwanafunzi, kama ni rafiki yako ambaye yuko interested na networking, share link hii, mwambie subscribe wa like, na comment kama kuna mtu anawazo na maoni, tunaweza tukashirikiana ili familia yetu ikue. Asanteni.